mpenzi mtazamaji, kwenye kipindi chetu kama kawaida ilivyo kwetu, tunakuletea maarifa ambayo malengo yetu ni kutaka kubadilisha kabisa namna unavyofanya kazi zako kibiashara, namna mafanikio yako yanavyotokea. Tunatamani matokeo yawe ya haraka sana kwenye maisha yetu, ili tuweze kwenda. Muda wenyewe ni mfupi au ni muda ni mchache, mambo ni mengi. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu baadhi ya skill sets ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuwa watu tofauti. Naomba ungane na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii, na kuhakikishia itakufundisha na haitakuacha jinsi ambavyo utakuwa umeanza kuiangalia video. Twende pamoja na usitoke kwenye hii video. Leo tunakwenda kujifunza tabia moja wapo ya tabia ambazo zinapelekea biashara ziweze kupata shida au kufa taratibu. Biashara inapokuwa inakufa taratibu, hauioni. Unashangaa tu utakapofika wakati inakushinda kuioperate, unaamua quit, kuondoka kwenye biashara. Unaamua kutoka na kuiacha biashara, kwa sababu kumekuwa na vitu vinaendelea chini kwa chini ambavyo vimepelekea kuleta ugumu wa utendaji, na mpaka unashangaa, unaona inakutoa wewe mwenyewe ndani ya biashara. Wewe mwenyewe unakuwa haujisikia amani na furaha kuwepo, kwa sababu haikupi matokeo yale ambayo unayataka. Sasa inaanza taratibu, haitokee tu ghafla leo tap imekatika. No, inakatika taratibu, na hasa ukiwa na moja kati ya hizi tabia ambayo nitahitaja hapa. Na tabia yenyewe ninayotaka kwenda kuongelea ni tabia ya selfishness, ubinafsi. Tabia ya ubinafsi ni tabia ambayo inaathiri sana biashara nyingi sana. Na unaweza ukawa hauioni, kwa sababu mara nyingi unakuta na hata mmiliki inakuwa ndani yako, au mfanyakazi tabia ya ubinafsi inakuwa ndani yake. Yaani kuwa mbinafsi kwenye biashara ni ile kuwa self-centered. Yaani unakuwa unajiangalia wewe zaidi. Nishaongea video baadhi zilizopita. Unakuwa unajiangalia wewe zaidi kuliko hata namna unavyoangalia wateja wako, kuliko hata namna unavyoangalia supplier, kuliko hata namna unavyoiangalia soko zima lilivyo. Unakuwa unataka tu kila kinachofanywa kikunufaishe wewe. Unakuwa na roho na nafsi ya ubinafsi ya hali ya juu sana. Hii huwa haiwezi kuua biashara kwa pamoja, na wakati mwingine unaweza usigundue, lakini unashangaa tu hata wafanyakazi wanakukimbia kama wewe ni mmiliki, au wakija pale unaona haukai na watu kazini kwako, kidogo tu wameondoka, hawajakufurahia, kwa sababu hawaoni namna ambavyo wao ni sehemu ya biashara. Wanaona tu kama vile unawatumia, kwa sababu kuna ya hiyo tabia ya kuwa self-centered, ya kujiangalia wewe zaidi kuliko kuiangalia biashara na malengo yake. Nataka nikutolee mifano michache ambayo mimi binafsi imenitokea, alafu ndo twende kwenye point zaidi tuongee uweze kuelewa. Naomba nianze na mfano. Wakati mimi binafsi ninafanya kazi ya uvuvi, maisha yangu yanapita sehemu nyingi, lakini moja ya sehemu niliyopita ambayo kanifundisha kwamba ubinafsi ni mbaya ni sehemu nilipokuwa nikivua samaki ziwani. Kama unakwenda kuvua samaki baharini au ziwani, huwa ni mara nyingi sana lazima muwe zaidi ya mtu mmoja kwenye mtumbwi mmoja. Kwa sisi tunakuwa watu wawili kwenye mtumbwi mmoja. Nimeanza kuvua nikiwa darasa la 6, mtoto mdogo sana. Nikiwa nakwenda kuvua na kaka zangu, wajomba zangu, baba zangu wengine, tunakwenda kuvua samaki ziwani. Sasa wakati tunakwenda kuvua samaki, nilikuwa naiona hii tabia ya ubinafsi, namna ambavyo inaathiri, lakini tukiiacha kuwa nayo, namna ambavyo ina faida kubwa. Ndio nataka nikuoneshe namna hiyo. Ukiwa unaenda kuvua samaki, tulikuwa tunavua samaki kwa zamu. Yaani tukiwa watu wawili, mimi na wewe, tunakwenda kuvua samaki. Kuna siku kwenye wiki zinakuwa ni zamu yangu, na kuna siku kwenye wiki zinakuwa ni zamu yako, na kuna siku kwenye wiki inakuwa ni zamu ya mtumbwi huwa tunaita. Yaani kwa maana ya kwamba mnalipea hela yote mtakaoipata siku hiyo. Kama ni zamu ya mtumbwi, mnalipea mtumbwi, mnalipea nyavu
Kama kuna kununua nyavu pia mnanunua nyavu. Kwa hiyo siku 2 za wiki unakuta ni zamu ya kwangu, siku 2 kwenye wiki ni zamu ya mwenzangu, na siku 2 kwenye wiki ni zamu ya mtumbwi. Kwa hiyo ikiwa ni zamu yangu, kwa kawaida ilivyo, wale ambao ni wavuvi wote, ambao sio wavuvi msikilize, mnaweza mkaelewa. Wale ambao ni wavuvi wanaelewa kwamba kama ikiwa ni zamu yangu, mimi ndo ninakuwa kiongozi wa safari. Kwa hiyo ninakaa nyuma ya mtumbwi. Yule ambaye mnamuona amekaa kwenye nyuma ya mtumbwi ambao unatumia kasia, ndo huwa dereva. Alafu aliyekaa katikati yule ni msaidizi tu kupush speed. Lakini nyuma ndo ana direct mtumbwi uelekee kushoto, uende kulia au unyooke. Yeye ndo anaamua. Sasa ikiwa zamu yako, unatakiwa wewe ndo uongoze, ukae nyuma. Sasa kwa sababu ya kuwa self-centered, ikiwa ni zamu yangu, ninakuwa najifikiria mimi, ninaamua kwamba leo twende wapi ambako tunajua kwamba samaki wengi huwa wanapatikana. Kwa hiyo ninaanza kuongoza usiku. Tulikuwa tunavua samaki kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Yaani usiku kucha. Kwa hiyo usiku mzima mimi naongoza mwenzangu kama ni zamu yangu. Tunakwenda tunavua samaki kwa mwongozo wangu. Mimi nampeleka mwenzangu pale ninapoamini mimi hapo tukienda nitapata samaki wengi. Tunavua mpaka asubuhi. Zamu zangu zinaisha, zinafuata za mwenzangu, alafu zinapata za mtumbwi. Nataka kukuambia kwamba siku ambazo tulikuwa tunapata samaki wengi ni zamu za mtumbwi. Yaani ikiwa kwamba leo ni zamu ya mtumbwi, ndo mtapata samaki wengi kupita maelezo. Ikiwa ni zamu yangu au zamu ya mwenzangu, yaani unaweza kufika mpaka saa 9 alfajiri hujapata samaki. Wala ambao ni wavuvi wanajua. Mpaka inakaribia asubuhi ndo mnapata samaki wachache. Ukija huku una samaki wachache sana. Na nikaja kujifunza baadaye kwa nini zamu ya mtumbwi tunapata samaki wengi, na kwa nini ikiwa zamu yangu au ya mwenzangu hatupati. Nikagundua kwamba dhamira ile ya ubinadamu iliyoko ndani yetu ya ubinafsi ndio ilikuwa inatuongoza. Tulikuwa tunataka tuende samaki maeneo ambayo naamini mimi nitapata samaki. Kumbe ni maeneo ambayo tumeshayarudia mara nyingi sana kuvua, kiasi kwamba hata mazalia ya samaki yale maeneo yameisha. Sasa ikiwa sio zamu ya mtumbwi, mnapenda popote. Yaani hakuna wa kuongoza, mnaambia tuvue tu hapa bwana. Kwanza ni zamu ya mtumbwi, tuvue tu hapa bwana, tuvue, mnashauriana, tuvue tu hapa bwana, twende tu huku. Lakini kama ni zamu yangu, mwenzangu yuko kimya, ananisikiliza mimi tu nakopeleka mtumbwi. Na hata kama anajua sehemu hiyo haina samaki, tena yeye ndo anachekelea, anafurahia kabisa huko. Hasemi chochote, lakini ule ubinafsi tu hawezi kuchangia kwa maana hapa tutoke, twende sehemu nyingine. Lakini ikiwa ni zamu ya mtumbwi, wote sio zamu yetu. Kwa hiyo wote tunachangia mawazo. Tutoke hapa bwana, twende tukavue pale. Hapa zimegoma, tuhamie pale. Tusikae sana sehemu moja. Tukae hapa lisali moja tuhamie sehemu nyingine. Ushirikiano ule ukiwa pamoja, unajikuta tumetumia mawazo ya watu wawili, ndo kumbe tunapata samaki wengi. Kuliko ambavyo akiniacha nikiwa peke yangu na yeye akiniangalia, tena anachekelea mimi nisipoweza kwenda sehemu nzuri. Ilinifundisha kwamba kumbe ubinafsi ni chachu ya kutokuwa na mafanikio. Ila ukileta teamwork, ukiacha mkaiangalia kazi kama mtumbwi. Tulikuwa tunaangalia zamu za mtumbwi, tunaangalia kwamba leo ni zamu ya mtumbwi. Leo tunaenda kuvua kwa ajili ya kutengeneza mtumbwi na nyavu zetu. Kwa hiyo tunashirikiana, tunaongea tuhamie wapi, twende wapi, tunafanya hivi. Unashangaa tunapata samaki wengi kuliko ambavyo ikiwa zamu yangu au ya mwenzangu. Sasa kumbe ubinafsi ni sababu kubwa sana mimi niliamini kwamba iliyokuwa inapelekea tunashindwa kufanya vizuri. Kwa sababu ukiwa kwenye biashara au unafanya kitu chochote, alafu mtu anakwenda lakini anajiangalia comfort zone yake kwamba kitamfaidisha vipi yeye zaidi. Hataki ile maongezi ya pamoja, ushirikiano pamoja. Mwisho wa siku unakuta anachukua direction ambayo ina upande mmoja ambao haisaidii sana ukuaji wa biashara. Kwa hiyo kutokana na mfano huu wa uvuvi ambao niliuona mimi kwenye maisha yangu binafsi, nikaamua kwamba nitakuwa ninafanya vitu
ambavyo vinawanufaisha wengine zaidi. Na ndio sababu hata ya kuanza kutengeneza hizi content, kwamba kama kuna kitu nakifahamu na kinaua biashara zangu na kinaharibu biashara za wengine, kama kuna kitu ninakifahamu kinasababisha biashara zangu zikue kwa haraka, kwa nini nisiongee niwasaidie na wengine? Kwa sababu kuna mifi inayosema kwamba bwana, matajiri hawezi kukwambia bwana kitu ambacho siri zao. Watakwambiaje siri bwana? Siri hawezi kukwambia. Lakini watu wote ambao mnanifuatilia kwenye hizi video mnaweza kuwa mashahidi. Mimi nawapa elimu ambayo huwezi kuikuta chuo kikuu pengine, au hauwezi kuikuta mahali pengine. Ni siri za mafanikio kabisa ambazo mimi binafsi nimeziishi. Naacha kuwa na ubinafsi kwamba nifanikiwe mimi tu, nijue mimi tu, wengine wasijue. Hapana, lakini kadri ninavyosaidia wengi, na mimi mafanikio yangu yanazidi kuwa makubwa zaidi. Kwa kumbe ubinafsi, ningekuwa kama binafsi ningebaki peke yangu, sina connection. Sasa hivi na followers wengi kwenye mitandao, watu wanaonifollow kwa sababu nimeacha kuwa mbinafsi, nimeacha kubaki nayo peke yangu. Nimeamua kutoa na kwa wengine. Kwa hiyo watu wanafurahia na kuona kwamba kweli hapa kuna kitu. Tuache tabia ya ubinafsi, tuweze kushare na watu wengine. Kadri ninavyoshare, followership yangu inapanda. Namna ambavyo watu wananifollow wanapanda. Hata wewe unayenisikia sasa hivi, kama kweli unapata sense kwenye kinachokifanya hapa, usisahau kusubscribe hapo, follow hii account ikusaidie, ili uweze kukuza show yetu na sisi tuweze kuona kwamba kweli tunachokifanya kina maana na impact kwenye jamii. Hakitusaidii tu sisi peke yetu, kinaisaidia jamii kubwa. Sasa hata kwenye biashara zako zote unapozifanya, ni lazima uangalie namna gani ninachokifanya kinawasaidia wateja wangu. Ni namna gani ninachokifanya kinasaidia supplier wangu, wale ambao nakwenda kununua mzigo kwao. Mimi ninawasaidia vipi? Niongeze mzigo, frequency yangu iwe kubwa, ili nikanunue mzigo mkubwa sana kwa mzalishaji, supplier wangu, ili na yeye apate zaidi. Lakini kadri ninavyonunua mzigo mkubwa kwake, ndo na mimi ninapata hela nyingi pia. Naboresha mahusiano. Kwa hiyo badala ya kuwaza tu wewe utapata faida kiasi gani, unaweza kaweka bei ambayo bidhaa haitoki, kwa sababu umejiangalia wewe na faida yako. Haujui kwamba umemwathiri mteja, itabidi atoe hela nyingi ambayo hakutakiwa kuitoa. Lakini haufikirii labda kwamba umeathiri mzunguko wa biashara ya supplier, kwa sababu utakaa na mzigo kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba yeye hautanunua kwake tena kwa muda mrefu sana. Kadri ambavyo haununui kwake, na yeye wateja ndo wanapungua. Lakini kadri frequency ya manunuzi kiongezeka, yeye anaongeza frequency ya kukuuzia wewe, volume yake inakuwa kubwa, ndo mapato yake yanakuwa makubwa supplier. Na wewe kadri unavyochukua mzigo mkubwa, maana yake na wewe una mzigo mkubwa, maana yake una mzunguko mkubwa. Lakini ukiona una mzunguko mkubwa, maana yake ni kwamba una wateja wengi wanaokutegemea na wanaokuamini. Lakini watu wengi sana wamekamatwa na roho yako, kama wasema roho kama korosho. Yaani anajifikiria yeye tu kwamba hii kitu nilicho nacho kitanifaidisha kwa namna gani. Mwisho wa siku anashindwa kuwa mtu mwenye service. Anataka kile kitu kimtumikie yeye, badala yeye kutumika kwa ajili ya kuwasaidia jamii na kusaidia anachokifanya. Anafanya zaidi kwa kujiangalia yeye. Anaangalia matatizo yake alionayo. Mwisho wa siku, kama nilivyosema kwenye upande wa uvuvi, mapato yanakuwa madogo. Na kuna video imepita nakwambia unaanza kupata mapato madogo madogo kwa muda mrefu sana mpaka unazeeka. Kwa sababu haukutoa nafsi yako ile, kuiachia ule ubinafsi wa kujifikiria wewe na matatizo yako ya kukosa ada, kukosa nyumba, kukosa viwanja, kukosa gari nzuri. Unaacha kuyafikiria yale. Unafikiria ni namna gani nitafanya kitu kitakacholeta mabadiliko kwa wateja wangu, kitakacholeta mabadiliko kwa supplier wangu na watu wanaonizunguka. Kama unawafanya kazi, hii biashara unaoifanya inawaathiri vipi wao kwa manufaa? Lakini unaweza kukuta mtu anapata sana, anapata kweli, lakini wafanyakazi wanalipwa kidogo sana, mpaka wanajiona watumwa lile eneo. Makampuni mengi ambayo yamefanya vizuri na mnayafahamu duniani, na mimi ndo nayaiga hayo,
ni kuona namna ambavyo unarudishia wafanyakazi wako faida inayopatikana pale, na ikiwezekana baadaye tukiwa listed kuwa public company waweze kuwa wanahisa, wajisikie kwamba taasisi na biashara hii na ya kwao, wawe na sense of ownership. Hiyo yote ikitokea, maana yake hakuna ubinafsi. Lakini mtu anayejiwaza yeye, anayejifikiria yeye peke yake, anakosa connection na vitu vingi sana. Socially anakuwa hayuko vizuri, mahusiano yake na wafanyakazi hanakuwa hayako vizuri, na hata kama ni mfanyakazi mwenyewe anayenisikiliza hapa, kama ana tabia ya umimi, ya ubinafsi sana, huyu mtu anakuwa ni mtu wa majungu kazini. Anaweza akajifanya kunaitwa victimization. Anakuwa ni mtu ambaye anajiona kwamba yeye ndo victim, yeye ndo mtu ambaye anaonewa muda wote kwa sababu ya ubinafsi, na bahati mbaya huwa haujui. Unakuwa unaona tu watu wanakuonea, unaona tu kwamba hapa naonewa, hapa nasifanyiwi vizuri, pale sifanyiwi vizuri, nimeenda kule mbona hawanisikilizi. Hata kwa supply unaweza kaenda ukaona kama mbona mimi hawaniuzii bei nzuri kama anavyomuuzia yule. Unakuwa una compete na wewe mwenyewe na mtazamo wako. Mwisho wa siku kweli unaishia kupata bei mbaya kwa sababu hawayaoni mahusiano na wewe na supplier wako, kwa sababu namna unavyowaweka, umeweka kama wanyonyaji, kama vile wanakunyonya, sio watu ambao wanakusupport. Kwa hiyo ukienda kwao, unaenda kwao ukiwa unawapimia kwamba hawa ni masters, mimi ni slave, wananionea kama mtumwa wao. Na tabia hii ina athiri, ni infectious. Wanaona, yani mtu kimfanyia kitu kizuri anaona, na usipomfanyia pia anaona. Kwa hiyo inapoteza ile teamwork. Muunganiko wa supplier, distributor na mnunuzi unakosekana. Muunganiko kati ya mwajiri na waajiriwa pia unakosekana. Timu moja inakuwa tu mechanical pale, kama vile mashine zinazotumika tu, lakini hawana sense of ownership. Hawana ile hali ya kujisikia kwamba wanamiliki ili gurudumu, walipushi hata ukiwa umelala, hata ukiwa unaumwa, walisukume kama vile upo. Usipokuwepo wapambane kama vile upo, kwa sababu linawanufaisha wao moja kwa moja. Sasa wakishagundua kwamba bosi wetu sisi ni mbinafsi, wanakuwa watafuta magepu ya kukuibia kidogo kidogo. Ndio maana nimesema hii tabia ya ubinafsi inaua biashara. Na hata wao wanaanza kuwa mabinafsi sasa, wanaangalia ukitoka tu achomoe vipi hicho kitu, achomoe peleke kwao. Kwa hiyo anachomoa leo kimoja anapeleka, anachomoa kimoja anapeleka. Nimeshuhudia hata supermarket kubwa zinakufa kwa sababu ya watu kunyofoa vitu ndani kwa kujiangalia wao, wananyofoa kile, ananyofoa hivi, nimenyofoa kule, wanapeleka. Mwisho wa siku nakuta duka au supermarket inabaki nyeupe. Na mtu ananyofoa, hiyo ndo kazi yake, alafu anachukua pale pale kwenye kazi yake, anaiba. Kama sio ubinafsi ni kitu gani? Leo mtu akija hapa kaiba moja ya taa yetu, au akaiba mic, au akaiba kitu fulani kinachofanya wewe uweze kuona hapa, anakuwa hajatukwamisha sisi tu, amejikwamisha hata yeye. Lakini kwenye tabia ya ubinafsi, mtu anaangalia manufaa yake saa hiyo hiyo, anaiba tu, doesn't matter. Lakini akitoa taratibu, lile eneo linaanza kufa. Biashara zinaanza kupotea taratibu tu. Unaweza ukatoa kitu kimoja ukaona kwamba kwani nikichukua tu hiki, mbona dude lenyewe kubwa namna hii? Kwani nikinyofoa tu kaka moja itaathiri nini? Kujui kwamba unatengeneza tabia. Ukishamaliza hicho ulichochukua, utaona kingine cha kuchukua, na chenyewe utakichukua, na wengine watagundua wewe unachukua, na wao wataanza kuchukua, na mwingine anaanza kuchukua. Kwa hiyo kila mmoja anaanza kuwa anachukua, anapeleka kwa binafsi yake nyumbani kwake au mahali pake. Unashangaa lile eneo mnao badala kulilinda likue, biashara ikue, watu wanalinyofoa kwa sababu ya interest za ubinafsi. Taratibu dude lilikuwa kubwa, kila mtu analishangaa. Ghafla magepu yanaanza kuonekana, sehemu zinabaki wazi,
mapengo yanaanza kuonekana, meno yameshachomolewa. Mwisho wa siku biashara inakufa kabisa. Hata mwenyewe anashindwa kuelewa afanye nini, kwa sababu tatizo liko ndani, ni tabia. Tabia huwezi kuiona, huwezi kuishika, kwa hiyo huwezi kuikontrol kirahisi, ila unajikuta tu umekwama. Unajikuta tu umekwama. Na kuna watu wanatengeneza uadui kabisa, hasa kama wakiwa ni wafanyabiashara ambao wamepanga pamoja. Yaani biashara zako, ya kwangu na ya kwako na ya mwingine na ya mwingine, ziko eneo moja. Unaweza ukajikuta umemfanya mwenzio kuwa adui kwa sababu ya ubinafsi wa ajabu sana. Nimekumbuka mfano wa mtu ambaye wanakwenda kumuuliza kwamba nakwenda kuhamisana, lakini kwa sababu na yeye anauza hicho kitu, anamdanganya, anashindwa kumwambia huyo mtu kwamba kuhamisana ni pale, anamuuzia kile kitu pale, na wakati mtu alikuwa anauliza duka la jirani. Sasa hiyo yote ni ubinafsi. Anadhani kwamba anafanya vizuri, lakini misana akija kugundua kwamba kuna mteja wake, na lazima atagundua kwa sababu alishawasiliana, amenunua kwa wewe, hajaja kwa misana, anaanza kuwa maadui, mnaanza kutengeneza uadui kati yenu. Sasa mnaweza mkafikiri kwamba huo uadui utakusaidia wewe au yeye. La hasha, la hasha. Ubinafsi unaua biashara taratibu taratibu. Ushirikiano unakuza biashara kabisa. Nimetoa mfano wa wavuvi wawili ambao mimi binafsi nilikuwa nafanya. Siku tunashirikiana kabisa vizuri, tuvue kwa ajili ya mtumbwi, tunapata samaki wengi sana. Tukigawana tu, kila mtu afanye kivyake, basi hatupati tena. Lakini watu hawaelewi hii concept. Jichunguze wewe unayenisikiliza. Usiendekeze hii tabia ya ubinafsi. Ni tabia mbaya ambayo kwa taratibu inaua biashara zako wewe bila kujua. Unataka kila kitu kije kwako tu, kila kitu kikupendeze, kikunufaisha wewe tu. Kila kitu hautaki hata kuchukua kitu kwa mwenzio ukiuze. Unaona kama utamnufaisha sana huyo mwenzio. Anakuja mteja kwako pale, hata hana hicho kitu, wewe hauna hicho kitu, lakini unawaza nikienda kuchukua kwa mwenzangu, mbona atanufaika? Jirani yako kabisa, unaweza kaacha ukaenda sehemu nyingine ambako unadhani kwamba huyu jirani atanufaika, ukaenda kwingine kabisa mbali, ukapoteza muda wako mwenyewe, ukapoteza muda wa mteja, ukapoteza kila kitu, na mwisho wa siku ukamkosa yule mteja kwa sababu utakuwa umemfrustrate kwa kumsubiri shamali pale kwa muda mrefu. Kumbe ulikuwa tu ni mlango wa pili, ungeingia, ungechukua, ungetoa, na angefurahia huduma na angerudi kesho. Tabia za ubinafsi zinaua biashara taratibu taratibu bila wewe mwenyewe kujua. Kwa nimerekodi hii content kukuambia kwamba acha ubinafsi. Na ukitii ukanifuata ninachokuambia hapa, utaona namna ambavyo biashara yako na maisha yako yatakuwa. Yawe ya kazini, mfanyakazi, ukiacha ubinafsi, hautaona kama wewe ndio unayechokonolewa, wewe ndio unayeonewa. Utaanza kuleta ushirikiano na wengine. Kwa sababu wewe sio binafsi, maana yake ni kwamba utakuwa unawasaidia wao wafanikiwe. Mtu yote anayesaidia wengine kufanikiwa anapendwa. Na mwisho wa siku mafanikio yanamrudia yeye. Ndio maana mimi najitahidi sana kuwaletea video kama hii ili niwasaidie muweze kufanikiwa. Pamoja na hayo yote kabisa, ndugu zangu, napomalizia kipindi hiki, kwa kutokuwa mbinafsi kwenye topic hii ambayo nimeiongelea, nimewaandikieni kitabu kizuri sana. Hiki kitabu natamani kila mmoja akione. Kina framework na akipate, kina framework nzuri ambayo haina ubinafsi. Kina mifumo mizuri inayokusaidia kuendesha biashara. Watu wengi sana hawafahamu namna ya kuoperationalize, kuifanya biashara iwe na flow ambayo ni free. Biashara nyingi za watu zinawategemea wao wenyewe, asipokuwepo biashara haziendi. Lakini ukitengeneza mifumo ambayo inaandikwa kwenye hiki kitabu, ukaitumia, haijalishi size ya biashara yako,
Hata kama una mwaka mmoja kwenye biashara yako, hata kama una miaka 5, hata kama na miezi 6, unaweza ukaumwa na biashara isiumwe, unaweza ukasafiri na biashara isisafiri. Ila usipokuwa na taarifa zilizo kwenye hiki kitabu, ukiumwa na biashara yako inaumwa, ukisafiri na biashara yako inasafiri. Yaani tatizo likikuta wewe na biashara yako imeikuta, kwa sababu hakuna free operational systems ndani ya biashara yako. Hiki kitabu ni majibu mazuri sana. Usiache kupata kopi yako. Kutakuwa na bio yetu kwenye link hapo, kutakuwa na link kwenye bio au hapo chini kwenye hii video. Tafadhali sana tumia hiyo link kutoa order ya kitabu hiki, au piga namba ya simu itakayokuwa imeandikwa kwenye hiyo video ili uweze kupata kopi hii, na uitumie kama guide. Usisome kama maandishi, tumia kama guide. Chapter kwa chapter itakuongoza kufanikiwa katika maisha yako. Kwa kuacha kuwa mbinafsi, na wewe usiwe mbinafsi, niunganishe mkono, nunua kitabu hiki, kitakusaidia sana. Na asante kwa kunisikiliza, tukutane wakati mwingine.